neno litakalotuongoza siku ya leo, na hicho kitakachotangazwa kitatangazwa muda wa kutangazwa. Zaburi ya 50. Ukifika nyumbani utasoma yote. Mahali hapa tusome mistari mitatu. Mstari wa 5, wa 14, wa 23. Zaburi ya 50. Mstari wa 5, wa 14 na wa 23. Mahali hapo pameandikwa: nikusanyieni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. 14. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. 23. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Sasa ndo tunaanza neno. Muda ule ilikuwa sehemu ya salamu. Baba mchungaji, asante kwa baraka ya kuona leo tushirikiane juu ya sadaka ya dhabihu. Mistari hii ambayo tumeisoma na nikajaribu kuandika kichwa. Mwanzoni nikaandika sadaka ya dhabihu na maisha ya ushuhuda mbele za Mungu na jamii. Mwanzoni nikaandika sadaka ya dhabihu na maisha ya ushuhuda mwema mbele za Mungu. Baadaye nikaandika tena moyo wa ibada na sadaka ya dhabihu mbele za Mungu. Nikajishanga sana. Moyo wa ibada na sadaka ya dhabihu mbele za Mungu. Nilipokuwa nakaribia na mwisho, nilipokuwa naandika, nikaandika hivi: moyo wa sadaka ya shukrani mbele za Mungu aliasili ya mafanikio. Moyo wa sadaka ya shukrani mbele za Mungu aliasili ya mafanikio. Na Jumapili ya leo ikiwa ni Jumapili yetu ya kwanza kwa mwaka huu wa 2026. Na watu wakieleza hayo majuma 52. Na tulipokuwa tunaanza mwaka mpya, watu wametakiana heri, wakataja wengine na masaa, wakataja na dakika, wakataja na sekunde, wachambuzi. Na tunapozungumza juu ya sadaka ya dhabihu, katika ujumla wa sadaka upo uhusiano wa sadaka na moyo wa mtu atoaye sadaka. Upo uhusiano, upo uwiano wa sadaka, iwe ya zaka kamili, iwe ya dhabihu, iwe ya malimbuko, iwe ni nadhiri. Taja sadaka unavyoweza kutaja. Upo uhusiano wa moyo wa mtoa sadaka na sadaka inayotolewa na mtoa sadaka. Upo uhusiano, havitengani. Na ndio maana maandiko yanasema
kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yupo. Kila mwendeaye Mungu. Na ibada ya sadaka ya dhabihu, ibada ya sadaka ya shukrani katika maisha, hayuko mtu asiye na jambo la kumshukuru Mungu katika maisha. Hayuko mtu ambaye atasema hana kitu cha kuweza kumwambia Mungu asante. Hayupo mtu. Maneno magumu kidogo asiyeweza kusema asante litabadilika jina kwamba sasa huyu ni maiti, akili hazipo, amekufa. Yaani hakipo kitu anachoweza kumshukuru Mungu. Asante Mungu ametupa uhai, ni kwa neema yake. Vitu vingine twaweza kutofautiana ambavyo kila mmoja anavyo, lakini uhai tulionao ni kwa neema yake Mungu. Tunapaswa kumwambia Mungu asante. Ninabarikiwa kuona watu wanaomshukuru Mungu hata kabla hajapata. Amemuomba Mungu, anamshukuru Mungu hata kabla hajapata. Tulio wengi ninamshukuru Mungu kwa kuwa nimepata. Na sema atoae sadaka dhabihu, huyo ndiye nitukuza. Naweza kupata maiki nyingine? Kwa tunapozungumza juu ya sadaka ya dhabihu, tunalo neno la kumwambia Mungu asante kwa ajili ya mambo mengi ambayo Mungu ametutendea. Asante Baba. Asante sana. Kwa leo tunapoanza Jumapili ya kwanza ndani ya mwaka huu, sadaka ya dhabihu ni kama mbegu, ni kama alama ifunguayo lango. Sadaka ya dhabihu, tunapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya uhai huu, kwa ajili ya kila kitu ambacho Mungu ametukirimia. Nilishangaa siku moja Isaya anasema, nitautaja wema wa Bwana kwa yote aliyonikirimia. Kwa tunapozungumza sadaka ya dhabihu ambayo leo tunakuja nayo mbele zake Mungu, tunapoanza mwaka huu Jumapili yetu ya kwanza, na zaburi hii ni zaburi ya wana wa Asaf. Na anakwaya wakizungumza tu wana wa Asaf wanaelewa haraka sana, maana hao wana wa Asaf ni watu wa ibada, ni watu wa vyombo vya muziki kumsifu Bwana, ni watu ambao wanamwabudu Bwana. Na zaburi hii ya 50 ni pamoja na zaburi ya 73 mpaka 83 ambazo wana wa Asaf ambao Daudi aliwachagua kuwa watu wa ibada. Nimemsikia mchungaji hapa akisema wanaweza akatuongoza kusifu na kuabudu. Nami nitamani nianzishe, lakini nimejua uwezo wangu wa kuanzisha kwamba nitawapeleka chaka ambao nataka niwaongoze wimbo naoanzisha. Wana wa Asaf ambao anaeleza kwamba kila atoae dhabihu ya kushukuru ananitukuza mimi. Kwa nini? Ninabarikiwa kuona Biblia ikisema, mtoleeni Mungu dhabihu ya sifa inayoliungama jina lake. Iko dhabihu ya sifa, iko dhabihu ya maneno. Kwa nini kumtolea Mungu dhabihu ya sifa iliungamayo jina lake? Utawasikia waimbaji wakiimba, wewe ni Alfa na Omega, hakuna Mungu kama wewe. Anamsifu Mungu, anamshukuru Mungu kwamba hayuko Mungu kama wewe. Dhabihu ya sifa. Na dhabihu ya sifa ni pamoja na dhabihu ya nyimbo. Wasomaji wa maandiko Paulo na Sila
Matendo ya Mitume 16:16 mpaka 40, walipotoa dhabihu ya sifa, walipoimba dhabihu, nazungumzia dhabihu ya sifa, dhabihu ya kinywa, dhabihu ya maneno, walipomshukuru Mungu na dhabihu mbele za Mungu, haijalishi mazingira anayopita nayo huyu mtu ambapo anamtolea Mungu sadaka. Na ndio maana nimesema upo uhusiano wa moyo wa mtu atoae sadaka na imani yake atoapo sadaka kwa Mungu. Hata katikati ya mazingira yaliyo magumu, haachi kumshukuru Mungu. Na ndio maana kuna maneno magumu katika Biblia, mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Sio rahisi. Yako mambo ambayo tunachagua ya kumshukuru Mungu. Hawa Paulo na Sila wako katikati ya mambo magumu, wako gerezani. Hiyo Matendo ya Mitume 16, ukisoma 25 na 26, hata ukifika pale chini, bado dhabihu ya sifa, wakaimba, wakaomba, hata milango ya gereza ikatikisika. Ni dhabihu ambayo mbingu zinashuka, dhabihu ya sifa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Hawa wana wa Asafu hata nyakati zingine walipoimba, walishinda vita. Iko nguvu ya Mungu katika dhabihu ya sifa. Na ndio maana katikati ya dhabihu ya sifa, wimbo ulioatamiwa katika moyo wa kiungu na imani, hata ukiimbwa mahali, watu wanaponywa, watu wanainuliwa, watu wanatiwa nguvu. Dhabihu ya sifa. Na anapomshukuru Mungu katika dhabihu ya sifa, Paulo akawaambia ni watu wa Kolosai kwamba maneno yenu yatiwe munyu, mkijua kila namna ya neno la kumjibu kila mtu. Dhabihu ya sifa. Unapomsifu Mungu hata katikati ya maombi, kumsifu Mungu, dhabihu ya sifa. Tuanzapo mwaka huu Jumapili ya kwanza, Mungu atujalie neema vinywa vyetu kutamka matendo makuu ya Mungu. Hata katikati ya mazingira magumu, Mungu atujalie neema kukiri uweza wa Bwana. Ukilala ukiamka, ni maneno yepi yanayomuinua Mungu na nguvu zake, pamoja na mambo mengi unayopita nayo, pamoja na mambo mengi unayopita nayo? Ni maneno mangapi yanakiri uwezo wa kiungu, kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, pamoja na maumivu, pamoja na kupita katika bonde la uvuli wa mauti, lakini bado kinywa kinaukiri uweza wa Bwana. Dhabihu ya sifa ya kinywa. Danieli, katikati ya kufanyia mizengwe na watenda kazi wenzake, zimetungwa sheria ambazo zitambana mahali, lakini hakuacha dhabihu ya sifa. Hata alipowekwa kwenye kona ngumu, bado aliendelea kumuomba Mungu. Dhabihu ya sifa. Pita upitavyo, nipite nipitapo, usiache kukiri uweza wa Bwana, kwamba wewe ni Mungu. Nikishiba, wewe ni Mungu. Nikilala njaa, wewe ni Mungu. Nikiumwa, wewe ni Mungu. Nikiwa mzima, wewe ni Mungu. Hii ni sadaka ya sifa katika kinywa. Na ndio maana Paulo anasema, nimefundishwa kushiba, nimefundishwa na kuwa na njaa, nimefundisha kuwa nacho, nimefundishwa na kutokuwa nacho. Yajue hayo maisha. Kuna nyakati unakuwa nacho unachokuwa nacho, kuna nyakati utakuwa huna unachostahili kuwa nacho, lakini hicho kamwe hakibadilishi uungu wa Mungu. Mungu ni Mungu, niwe nacho nisiwe nacho, nikubarike nisikubarike, Mungu bado ni Mungu. Dhabihu ya sifa. Kwa tuanzapo Jumapili siku ya 4, ulalapo uamkapo, Mungu atupe neema hizo siku 365
aachilie dhabihu ya sifa, ya kutamka matamko mazuri kwa wenza, maneno yatiwe munyu, yasiyo ya kuumiza, yasiyo ya kukata mapanga, ya wenye baraka, ya kuinua uwezo wa kiungu, ili tufikie utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu ya sifa, dhabihu ya midomo yetu. Iko dhabihu ya mwili, iko dhabihu ya mwili. Unaposoma Warumi ile 12:1-2 na Korinto wa kwanza 6:19-20 na Mathayo 16:24-27 na ile Zaburi 103:1-12, dhabihu ya mwili. Paulo anawahusia watu wa Rumi. Basi ndugu zangu, nami niwahusie watu wa Morogoro, nami niwahusie wa Tanzania, nami niuhusie ulimwengu popote ambapo ujumbe huu unafika, dhabihu ya mwili. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Bwana, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu, fikra. Mtu asipobadilika anavyofikiri, hata kusema kwake na kutenda kwake kutakaa mkao kulivyokaa. Lakini mtu akipata ukombozi wa fikra, kusema kwake na kutenda kwake kutabadilika. Kwa nini? Mgeuzwe nia zenu, mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa miili yetu tukiitoa kwa Bwana kama dhabihu ya shukrani kwake. Na mshangaa Paulo, kuna wakati akaimba, Daudi akasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Dhabihu ya mwili, miguu yako, macho yako na kila kitu ni dhabihu mbele za Bwana. Na ukijua kwamba mwili wako ni dhabihu tosha, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ndio ibada yenu yenye maana. Yesu akaongea maneno magumu kwenye hiyo Mathayo, akasema, mtu akitaka kunifuata ajikane. Kwa unapojikana, kuna vitu vingine sio kwamba uvioni, uvijui, lakini una mipaka ya kutenda kama dhabihu ya mwili. Wengine wakitenda, na ndio maana imeandikwa, mgeuzwe nia zenu, mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa wengine wakitenda, wanayotenda sio mapenzi ya Mungu. Wewe popote uwapo, ukijua haya ni mapenzi ya Mungu, utatenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na mshangaa Sulemani siku moja akaongea maneno magumu, akasema kuna vitu 7, kuna vitu 6, naam 7 vilivyochukizwa kwa Bwana. Dhabihu hiyo ya mwili, kwamba macho ya kiburi. Mtu anaweza akakupiga jicho, unaona huyu amenidharau, kuanzia juu mpaka chini, na amekuthamanisha thamani yako. Dhabihu ya mwili, ulimi wa uongo. Dhabihu ya mwili, midomo yetu inakiri nini? Macho yetu yanaona nini? Je, kila ulichokiona kinakuhusu? Na ndio maana Biblia inasema, unigeuze macho yangu nisiangalie visivyofaa. Umeviangalia, lakini unavivari namna gani? Unaendelea kuvifuatilia? Dhabihu ya mwili. Na ndio maana Biblia inasema, mmenunuliwa kwa thamani, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa tunapoanza siku hii ya 4 ndani ya mwaka huu, na siku zote zilizoko mbele yetu, ukijua popote uwapo, mwili wako ni dhabihu tosha mbele za Bwana, kwamba umenunuliwa kwa thamani. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Wewe na mimi, chochote kilichoko ndani ya mwili wangu kipate kumtukuza Mungu kama dhabihu
shukrani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu ya kutenda matendo mema. Wako akina Dorcas, wako akina Kornelio, walitenda matendo mema yanayoishi. Naishangaa Biblia inasema huyu Habili japo amekufa, sadaka yake ingali naishi. Matendo mema, mtumishi wa Mungu, unayotenda ni dhabihu inayoishi. Hata kama mimi sitakuwepo, wewe utakuwepo, unaacha alama. Tulipokuwa kwenye ibada ya kuweka jiwe la msingi kule Modeko, nikaongea na baba mchungaji mwenyeji, sema hii si ndio ploti 499J Kihonda, na tunakumbuka akina Mwaisombero, John Mwaisombero, maana hawapo lakini sadaka zinaishi. Tunakumbuka akina Mwakipesile mchungaji katika ploti hiyo, hawapo lakini sadaka zao zinaishi. Tunakumbuka na wengine, hata ningekuwa kwenye viwanja hivi na siku moja nisema na leo nitasema kwamba tunakumbuka akina Mapasa, hawapo lakini sadaka zao zinaishi, kutenda matendo mema. Na watu wengine, na Nyerere alifariki muda mrefu, lakini hata sasa unashangaa, unakaa unamsikiliza, hayupo lakini matendo yake yanaishi. Hata kama kitu kingine hatuwezi kukubaliana wote, lakini kukubali kuko kulivyo kukubali, maana kuna vitu kutenda matendo mema. Hata kama utakwepo, ni nani angetegemea? Huyu Dorcas ametenda matendo mema, hata wale waliotendewa wanalalama na Bwana kwamba angalia hili, angalia hili, angalia hili, ni fulani ametenda. Ni wapi ambako umetenda yaliyotendeka hata yakaonekana? Hata usipokwepo watu wanasema asikutetee mtu, ikutetee kazi. Hata kama mtu hakutaki, popote pale sema tunamtaka aliyetenda kazi hii, aliyejenga barabara hii, aliyejenga daraja hii, aliyefanya jambo hili, tunamtaka huyu. Hata wakisema hayupo, atafutwe kwa gharama zote, maana umetenda haki, hukupindisha, hukubagua. Kutenda mema, kutenda haki, kutokuwa mbaguzi. Haijalishi ametoka ukanda gani. Oh! 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 Kutenda mema, kutenda mema, kutenda mema, kutenda mema, kutenda mema, kutenda mema, kutenda mema. Hezekia mfalme ambaye ni miongoni mwa wafalme wachapa kazi, alipochapa kazi nzuri, hata alipofika mahali ameumwa na ugonjwa ambao utamtoa, akafika mahali akamwomba Mungu, akasema Bwana kumbuka, 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 kumbuka. Bwana kumbuka, 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 kumbuka. Hezekia mfalme alitenda matendo mema, madhabahu akaiachilia, miungu ilipigwa chini, watu akamrudia Bwana. Na hata alipovamiwa baadaye, na Mungu alipokumbuka aliyosema Bwana kumbuka, maana ameacha alama kama akina Kornelio wameacha alama, dhabihu ya kutenda mema, na Mungu akasema oh, nimekumbuka. Alipoangalia kila alichoangalia, akakumbuka kwamba ni Hezekia mfalme ametenda, na kama ametenda, akasema nakupa ofa ya miaka 15. Nini? Ana ujasiri, maana imeandikwa unikumbushe na tuojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Ni yapi ambayo sababu Bwana? Kumbuka watoto wangu,
kumbuka mke wangu, kumbuka kampuni, kumbuka wazazi, kumbuka afya yangu, kumbuka kibali, kumbuka Bwana, mimba ya kwanza imetoka, Bwana, na ya pili kumbuka, maana iko alama yako matendo mema uliyotenda, niliyotenda, yaliyoacha ushuhuda, yaliyoacha nguvu. Kwa nini? Umetenda matendo mema bila hila, bila unafiki. Kutenda matendo mema, dhabihu ya kutenda matendo mema. Tenda mema ni akiba. Na karibu na mwisho. Dhabihu ya mali. Dhabihu ya mali, mazao, wanyama. Na kwa tunapotoa dhabihu ya mali, fedha ni mali ya Bwana na kila kitu ni mali yake. Na ukisoma hiyo Zaburi inaeleza Mungu sio muhitaji. Mungu hana njaa, kwamba tukipiga debe, vijana nasema piga debe mtu apate. Mungu hapigiwi debe, amejipigia debe. Maana mbingu na nchi ni mali yake na kila vijazavyo ni mali yake, ila sisi tunaenda mbele zake kwa vitu alivyotupatia kama alama ya kumshukuru. Na ndio maana Kumbukumbu la Torati ile 8:11 mpaka 18 anasema, utakapokula na kushiba na kujenga nyumba nzuri, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, kila kitu, mifugo imeongezeka, mshahara umeongezeka, nyumba zimeongezeka, wapangaji wameongezeka, kipato unapata, na kila kitu kimeongezeka, moyo wako usiinuke na kusema, nguvu zangu na uwezo wangu ndio vilivyoniwezesha kupata utajiri huo, bali utamkumbuka. Kuna watu wanazima data mbele za Mungu. Hazimiwi data Mungu. Ukizima umejizimishia mwenyewe. Hazimiwi data Mungu. Mnara wake ni chuma, unadaka popote. Na ndio maana hata wote hapa tukiomba, Mungu mnara wake unashika maombi ya kila mtu na anamjibu kila mtu. Na kama kila mtu ataenda, wewe fikiri moyo wa imani na sadaka ya mtoa sadaka. Watu ametoa, Mungu asema nimeona. Kuna mtu ambaye ametoa sadaka. Si tunaangalia sura ya nje, lakini Mungu anaangalia moyo wa ndani. Palipo na moyo wa shukrani kwa Bwana, kwa Mungu amenipa kazi, ni Mungu amenipa biashara, ni Mungu amenipa kila kitu. Hutahamasishwa, sitahamasishwa, maana namjua aliyeniwezesha. Ninamjua aliyenipa hayo. Niwatakie baraka za Bwana. Tuwe na mioyo ya shukrani, kutambua ni Mungu ametupa. Uhai tulionao ni Mungu ametupa. Chochote ulicho nacho kikiongezeka na maposho yakiongezeka, na wengine ukijua, wengine wapo pale pale, na kama mlikuwa wote ni darasani, wewe ni nani, mimi ni nani, lakini nimepata neema. Kwa tunachostahili ni kwamba atoae dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Unaweza ukatukuza mshikaji, ukatukuza mwajiri, ukatukuza unayeweza ukamtukuza. Lakini tunapofika kwenye madhabahu ya Bwana, kwamba hivi nilivyo ni Bwana ametenda kwenye maisha haya, kuna watu wamemlaumu Mungu hata vile walivyoumbwa. Kwa mfano, unashangaa Mungu, huyu mtu mwili wake si dhabihu ya kumshukuru Mungu, anamlaumu Mungu, kwa nini mimi nimekuwa mwanamke? Angetamani awe mwanaume. Ungekuwa mwanaume ungefanya nini? Ama ni mwanaume anasema, kwa nini mimi ni mwanaume? Ningekuwa mwanamke, alafu ungefanya nini? Na wengine unashangaa piga huwa na kwenda navyokwenda, kama badiliki, kama na stress na nini, vile ulivyo. Na wengine wako vile walivyo, ni warefu, wafupi, wanene. Jikubali, ni mweusi, ni mweupe, ni maji ya kunde. Jikubali kwamba ni Bwana ametenda. Kwa asipojikubali, usipokuwa na moyo wa shukrani, watu wanakuwa na moyo wa kulaumu. Utakosa usingizi, utakula bila kushiba, macho hayataona, maana umejaa kulaumu. Kwa nini? Lakini moyo wa shukrani ni moyo wa mazidisho,
moyo wa shukrani ni moyo wa maongezeko, moyo wa shukrani ni moyo wa kulindwa, moyo wa shukrani ni moyo wa kufunguliwa. Mistari tuliyosoma anasema tukienda mbele zake, nitageuza masikitiko yenu itakuwa furaha. Nami nitamke katika madhabahu hii sawa sawa na tuliyoisoma ile Yeremia 31:7 mpaka 14, hata ukipenda ukifika pale 17, na hapo inaeleza kwamba tukienda mbele zake kwa dhabihu ya shukrani, futa machozi yake. Ni yeye afutaye machozi. Mungu akufute machozi. Mungu ageuze masikitiko yako iwe furaha, ageuze magonjwa yako iwe afya, ageuze kukataliwa kwako iwe kukubaliwa, ageuze kila kilicho kibaya kiwe kizuri, katika jina la Yesu Kristo wa hai. Ilikuwa 2025, hii ni 2026. Hatujavuka kwa bahati mbaya. Ni Mungu anayetuazia mema siku zote. Ile Yeremia 29:11, 12, 13, ninayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani. Siku 365 mawazo amani. Mungu mwenye kushibisha, Mungu mwenye kunemesha, Mungu mwenye kuinua, Mungu mwenye kutetea, Mungu mwenye kuokoa. Akufanyie haya katika jina la mwana kondoo, katika jina la damu ya Pasaka, katika jina la Mungu mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Akupe uhai mrefu, 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 uhai mrefu, uhai, 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 uhai. Tunakataa roho ya mauti, tunakataa roho ya mauti, roho ya mauti tunakataa na kutamkia uhai, uhai, kibali katika jina Yesu. Damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema. Atoaye dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Tukuza kwa kinywa, tukuza kwa mwili, tukuza kwa kutenda mema, tukuza kwa mali unazo. Ukienda mbele za Bwana, mimi nawaambia watu kwamba hivi, kwa mfano, mpenzi mke wangu Suma, napotamani kumpa kitu, hivi mtu apige debe kwamba mnunulie hiki Suma? Kweli? Niliyechagua mimi mwenyewe, naye akanichagua katikati ya wengi waliokwepo, nilishinda dau mimi, alafu ndo nipigiwe debe? Inaingia akilini? Sasa Mungu ndo tuanze kupiga debe kwa Mungu? Damu ya Yesu inanena mema. Tusimame. Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu inanena mema, damu inanena mema, damu inanena
Hebu toa dhabihu ya sauti mbele zako. Ni pamoja na kuomba, pamoja na kuimba, pamoja na kukiri jina la Bwana. Najua iko sadaka ya mali, ya mifugo, ya mazao. Najua ipo. Lakini mida hii dhabihu ya kinywa, dhabihu ya sauti. Katikati ya machungu, katikati ya maumivu, kiri uweza wa jina la Bwana. Najua ukufanikisha mambo yote, najua. Na iwezekani ukafanikisha mambo yote, ninaelewa. Lakini haibadilishi uungu wa Mungu. Kwa neema yake upo naishi, na ndani ya uhai tunafanikisha mambo. Mungu aliyekuvusha, aliyenivusha, hajakuvusha kwa hasara. Unategemewa na familia, unategemewa na kanisa, unategemewa na taifa, unategemewa na jamii, unategemewa hapo ulipo. Wavushe wengine, utavushwa na wengine. Watetee wengine, utatetewa na wengine. Dhabihu ya sifa. Nenda mbele za Bwana, litaje jina la Bwana, litaje jina la Bwana. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, mtumishi wako, kuhani wako, niko kwenye madhabahu hii Morogoro. Tunakutolea dhabihu ya sifa ya vinywa vyetu. Bwana, sikia maombi yetu. Bwana, sikia sauti zetu. Bwana, tunakutolea dhabihu ya sifa katika jina la Yesu. Sikia maombi yetu Bwana, kwa jina la Yesu. Unageuza masikitiko yetu kuwa furaha, maumivu yetu kuwa nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Tupo hapa Morogoro mjini, ni siku yetu ya 4 Bwana, na waweka mikononi mwako. Wana mipango mingi ndani ya mwaka huu Baba, wafanikishe mtu mmoja mmoja, wafanikishe kama kanisa, wafanikishe kama wilaya, wafanikishe kama mkoa, wafanikishe kama eneo la misioni, wafanikishe Bwana. Wafanya biashara wakubwa kwa wadogo, wakulima wakubwa kwa wadogo, walio na nyumba zao, wanaishi nyumba za kupanga, walio na uzao, wasio na uzao, wafanikishe Bwana. Wewe ni Mungu unayefuta machozi, wewe ni Mungu unainua tena, inua tena, inua tena, inua tena. Kumbuka utumishi mwema ambao kila mmoja amefanya, utumishi mwema, matendo mema. Kumbuka Bwana, ukawabariki. Kumbuka watoto wao, kumbuka ndoa zao, kumbuka maisha yao, kumbuka uhai wao, katika jina la Yesu. Uwabariki Bwana, uwarinde. Mtunze mchungaji wa ushirika huu, litunze baraza, watunze waumini waliopo na watakao kuja. Bwana Mungu wa mbingu na nchi, leo ni siku ya 4, utawatunza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3 mpaka 12. Utawajalia na 2027 tena, katika jina la Yesu Kristo. Mema ulionayo Bwana kwa ajili ya ushirika huu, kwa ajili ya eneo la misioni Morogoro, kwa ajili ya jimbo la Mashariki, kwa ajili ya taifa la Tanzania, mema ulionayo ukatupatie mwaka huu, katika jina la Yesu, amen. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Naomba tukae, makofi kwa Yesu. Naomba tukae. Ninajua usafiri wa majini upo, usafiri wa nchi kavu upo, usafiri wa angani upo. Mungu anayemiliki angani, majini na nchi kavu. Kila atakaye safiri kwa usafiri wao wowote, popote, mchana usiku, Mungu akutetee. Ninafahamu Biblia imeandika, mauti na uzima katika uwezo wa ulimi, na wale wapendao watakula matunda yao. Watu wengi sana, na inatahadharisha mida mingi, na sitaacha kutahadharisha. Wako watu wanaokiri wakisema Januari ni ngumu. Nafuta maneno yao katika jina la Yesu. Mungu mwenye January ndio mwenye February, ndio mwenye Machi, ndio mwenye April, ndio mwenye Mei, ndio mwenye Juni, ndio mwenye Julai, ndio mwenye Agosti, ndio mwenye Septemba, ndio mwenye Oktoba, ndio mwenye Novemba, ndio mwenye Disemba. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Akushibishe January, akushibishe mpaka Disemba. Ninajua na watoto wanaenda shule, na wengine tunadaiwa kodi. Ni sahihi na haitakuja kuisha mpaka unaenda kaburini, lakini Mungu abaki kuwa Mungu.